Wote hapa sisi ni mashuhuda namna ambavyo Young Africans waliitwa na bodi ligi wiki hii Jumatatu, alafu wakatoka hapo wakafanya press na wao. Ndio. Jana TFF wakajibu, walipojibu Yanga wakajibu tena. Kwa hiyo ni wiki ya moto kweli na mimi kwangu kinachonifanya niamini kuna uwezekano mkubwa mechi isiwepo ni hichi kinachoendelea kwa sasa. Sio kwamba hiki ndio kinaweza kusababisha mechi ikawepo. Mimi hiki kinachoendelea kwa sasa ndio kinanifanya nione kama tarehe 15 mechi inaweza isichezwe. Kwa sababu mind you, Young Africans mwanzo walikuwa wanagomea mechi ya ligi tu dhidi ya Simba, sio? Ndio. Sasa hivi wanagomea mpaka finali ya FA ya msimu huu. Kwa hiyo unaweza ukaona haya matukio hayajaja kwa bahati mbaya. Kila upande unapojibu, upande mwingine unainuka na hoja nyingine. Kwa hiyo ndio maana nasema kwa maendeleo ya mpira wetu tulipaswa siku nyingi kuchagua kufuata kanuni ambazo tulizitengeneza wenyewe kuliko kutafutiana huruma kwenye mpira. Unajua mimi hakuna kitu watu wengi hawafahamu kilimuuma rais wa UEFA Alexander Ceferini kama kuiona Inter Milan inafungwa goli 5-0 dhidi ya PSG. Alexander Ceferini ni Mtaliano. You can imagine namna gani alikuwa anajisikia anavyoiona Inter Milan inasurubiwa mbele ya macho yake. Na usisahau Inter Milan ilikuwa klabu ya mwisho kutoka Italia kushinda ligi ya mabingwa barani Ulaya tangu 2010. Hawakupata timu nyingine ambayo imeshinda kombe. Mwaka 2022-23 pale walikuja wakakutana na Manchester City Inter finali, wakafungwa. Finali wamekutana tena na PSG wamefungwa. Kwa hiyo unaweza ukafeel ambacho anajisikia rais wa UEFA, lakini haikumfanya aitreat Inter Milan kwa huruma. Licha ya kwamba anaiona ni timu ambayo inatoka nyumbani na haifanyi vizuri. Hayo ni mambo ambayo tunatakiwa kujifunza na ukaleta kwenye mpira wetu. Wenzetu wamechagua kufuata utaratibu na kanuni walizojiwekea ili ziweze kuwaongoza waende wanakotaka. Ndio. Sasa sisi kwetu tumeweka kanuni lakini ni wagumu wa kuzifuata. Tumekuwa wa kwanza kuzivunja hizo kanuni tena kwa makusudi. Kwa hiyo mimi nafikiri wiki hii mambo ambayo yameshangaza ni hichi kinachoendelea kwa sasa kati ya TFF, bodi ya ligi na Young Africans. Na ukiangalia hiyo picha huoni kama kuna uwezekano mechi ikachezwa Jumapili. Na mimi kwangu naamini ili tutibu maendeleo ya mpira wa Tanzania kwa siku nyingi zijazo, basi tunapaswa kwanza kutibu tatizo lilioko sasa hivi. Kama watu wanatoka mbele na wanapeana taarifa za kupashana, tuko kwenye wakati mgumu sana kwenye mpira wetu. Kwa sababu unaweza ukafikiria tu katika hali ya kawaida Young Africans leo wanakuja na majibu, wanakuambia sio tu za msimu huu, wana misimu mitatu hawajapewa pesa zao. Huku TFF wanakuambia sisi huyu tunamdai na aliridhia mwenyewe tumkate pesa zake kutokana na mataji aliyoshinda. Lakini hao Young Africans wanarudi wanakuambia hatuna makubaliano ya kimaandishi na TFF. Sasa ndio maana huwa anasema inawezekana TFF wakawa wako sahihi kwenye hili wanalozungumza kwa sasa kwamba walikubaliana na Yanga wakate Yanga pesa zao. Ndio. Kwenye pesa wanazozipata kama washindi. Lakini je, tujiulize, was it documented? Hivyo hayo makubaliano yalikuwa documented wapi? Kwa sababu hata leo hiyo akienda mahakamani kama TFF hawana ushahidi wa kimaandishi, maana yake Young Africans anakwenda kushinda hiyo kesi. Na kama TFF ana huo ushahidi, vitu viko documented, Young Africans anakwenda kupoteza hiyo kesi, TFF anaibuka kuwa mshindi. Ndio maana nasema vitu ambavyo vinachanganya ni baada ya kuona Yanga wanasema hawana makubaliano ya kimaandishi, alafu TFF kuna barua zinasambaa mtandaoni zinaonyesha walikuwa na makubaliano ya kimaandishi na Young Africans. Tena zinaonyesha Young Africans ndio walikuwa wanaomba wenyewe wakatwe kwenye pesa zao za ushindi. Kwa hiyo zinapotokea taarifa kama hizi zenye mkanganyiko, nilifikiria tunapaswa kustep forward kama tunataka kusaidia mpira. Sawa, kila mmoja aje na nyaraka zake. Yaani aseme huyu mimi
nilikubaliana naye, na mkata ushahidi huu hapa officially. Na huyu naye aseme, anayelalamika aseme sina ushahidi wowote na huyu bwana. Kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo mimi naamini mkiwa kwenye makubaliano mnatakiwa muwe navyo, kopi ya makubaliano anayokuwa nayo huyu na huyu mwingine anatakiwa awe nayo ile ile. Ndio. Yaani kama inaonyesha TFF atamkata Yanga makato yake ya madeni kupitia hela zake anazoshinda makombe, basi na Yanga awe na hiyo kopi kwamba tumetuma barua ya kukatwa. Yes, tumekubaliana TFF atatukata pesa zetu za ushindi. Kama hayo makubaliano kwenye pande zote mbili hayapo, ndio hapo kunaibuka shida nyingine. Yaani inawezekana mmoja akaambiwa amelob hayo makubaliano, na hapo ndio hofu inazidi kuwa kubwa kwamba pengine ili jambo linaweza lisipate ufumbuzi leo wala kesho. Najiuliza tu katika hali ya kawaida, sasa hivi wanatuonaje watu wa mataifa mengine barani Afrika? Wala tusende Ulaya, hapa barani Afrika, kwa sababu hizi saga zinazoendelea mimi siamini kama zinaishia hapa. Mitandao ya kijamii na nguvu. Haya maswala yanaonekana mitandaoni, watu wanatumiana. Kuna agents wako hapa Tanzania, wana wachezaji wanataka kuwatoa kuwapeleka sehemu nyingine, sehemu ya kuwapigia hawa wachezaji wataambia umeona timu zenu hizo bwana, vita tu. Sasa hii career yenu itaharibika, kwa hiyo bidii tuwatafute sehemu nyingine muondoke. Timu zinaweza zikaanza kupoteza wachezaji wazuri kwa sababu zinaonekana zinacheza ligi ya ubabaishaji. Hiyo ni athari nyingine. Inawezekana watu wanaiovaluka hawaioni. Mimi nina wazo moja. Kuna mtu ameniuliza hapa. Ndio ananiambia kwani bingwa hapewi mzigo na mwenye mashindano kwa maana ya mdhamini? Sasa mimi nafikiri labda tubadilishe mwelekeo. Na hii sio kwa mdhamini wa sasa tu FA. Naamini hili linatakiwa kufanyika kwa wadhamini wote. Na ni kwa maslahi mapana ya hao wadhamini, taasisi zao zisichafuliwe. Ndio. TFF wanapokea pesa kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano ya FA. Sawa bwana. Lakini pia inatoka na hela ya mshindi. Ndio. Sasa mimi kwa maoni yangu nafikiri ili tuweze kukata mzizi wa fitna yasijirudie haya, mdhamini yoyote atakayedhamini mashindano yetu haya awe anampa TFF pesa ya uendeshaji wa mashindano tu. Pesa ya mshindi mdhamini amkabidhi bingwa yeye mwenyewe. Alafu TFF awe msimamizi tu kuhakikisha fedha imetolewa. Bas apewe pesa ya uendeshaji wa mashindano kwa sababu kuna kulipa waamuzi, kuna gharama ziko nyingi za makoordineta kwa ajili ya hiyo michezo. Ndio. Lakini bingwa apewe fungu lake na mdhamini wa mashindano. Nikupe mfano. Inawezekana tunasema kombe la FA linahitaji udhamini, akaja mdhamini anatoa milioni 250 kwa msimu wa mashindano. Inawezekana milioni 200 ndio ikawa gharama ya uendeshaji wa mashindano. Sawa bwana? Ndio. TFF apewe milioni 200 aendeshe mashindano. Finali kichezwa, bingwa anapatikana, mdhamini anakuja na ile milioni 50 anamkabidhi bingwa. Kwa hiyo milioni 200 ya uendeshaji wa mashindano TFF amepewa, milioni 50 ya bingwa wa kombe la FA anakabidhiwa na yule mdhamini mwenyewe. Tafsiri yake ni kwamba mdhamini anakuwa ametimiza matakwa ya kimkataba ambayo anamtaka atoe milioni 250 kwa msimu wa mashindano. Hiyo itaondoa hizo figisu ili bingwa anapopokea kibunda chake kutoka kwa mdhamini, kama atalipa madeni na TFF atajua nao wenyewe na madeni yao. Lakini ukisema tu tunapita kwenye mlolongo, tumeshajiona kuna shida ndani yake. Na hii ndio maana nimesema soko mdhamini wa sasa tu, hata ajaye wanatakiwa kudimandi clarity, waambiwe bwana mashindano udhamini ni milioni 250. 200 ya uendeshaji wa mashindano. TFF hii hapa milioni 200. Endesheni mashindano mpaka mwisho. 50 hii bingwa akifika akachukua mtu ubingwa anapewa 50 yake. Unafikiri tutakuwa na mgogoro kama huu? Tunafikiri tungekuwa na huo utaratibu kungekuwa kuna shida kama hizi? Hapana. Pasingekuwa na hizi shida za mtu misimu mitatu anasema hajapokea kibunda chake yani. Kwa hiyo ndio nasema huo ni ushauri wangu.
wadhamini wa mashindano yoyote hapa nyumbani Tanzania, vibunda vya zawadi wawe wanadeliver wao wenyewe, visipitie mlolongo mrefu. Sijui kwa mamlaka ya soka na nini, mamlaka zipewe pesa za kuendesha ile mashindano, ndio, lakini bingwa akabidhiwe yeye mwenyewe kibunda chake. Tupunguze huo mlolongo. Kwa mfano nikupe picha la halisi. Leo hii kwenye mashindano tunaona man of the match anapewa hela, kwa mfano wa shilingi 500,000, si ndio? Ndio. Do you think ile 500,000 ambao anapewa yule hana watu wanomdai wakati mwingine? Wapo. Sasa kwa hiyo hii mfano, kwa kuwa tu mchezaji anacheza Yanga au Simba, basi ikitoa kibunda cha man of the match apokee rais kwanza. Si ndio? Au apokee chiara. Alafu ndo ajampe mchezaji kibunda. Chiara au rais anaangalia bwana ulikopaga wewe. Unaona kopo tunakata. Hatuwezi kwenda hivyo shehe. Ndio maana wale ukaona man of the match zawadi yake anapewa direct. Sisi kusimamia masuala ya fedha bado tuna changamoto. Wajanja wengi, masamji wako wengi kwenye mpira. Watu hela ikishashikwa tu mkononi inakuwa na vitu vingi. Kwa hiyo bora bingwa apewe mzigo wake na mdhamini direct baada ya kuchukua ubingwa. TFF apewe mzigo wake mwanzoni kabisa kwa ajili ya kuendesha mashindano. Haijatokea. Lakini imagine una mchezaji ambaye anaona kinachoendelea kwa sasa. Cha kwanza unamtengenezea mashaka, anaona kumbe niko nacheza mpira, nimekuja Tanzania kucheza professional football, lakini niko kwenye taifa ambalo linaonekana bingwa anapangwa na mamlaka za soka. Shaka ya pili unayompa huyu mtu, anaona kumbe Tanzania bwana mpira wao haueleweki. Kuna ujanja. Yaani mamlaka na klabu hazina maelewano mazuri yani. Alafu unamtia shaka nyingine ya kesho yake itakuwaje kama ataendelea kucheza hapa sema ambayo anaona klabu hazivi na mamlaka ya soka nchini. Kwa hiyo hizi hofu zinaweza zikamfanya mchezaji wa kigeni mzuri tu akaamua kujitafutia sababu ya kutengeneza ya uongo na kweli, aweze kudepart, aweze kuondoka. Sasa katika mazingira kama hayo, hizi timu zitakuwa hazina maendeleo, kwa sababu tukubali tukatae, ndio timu zetu hizi za Simba na Yanga hapa nyumbani kimataifa zinafanya vizuri sana kwa sababu ya wachezaji wa kigeni. Wachezaji wetu sisi wazawa wana mchango ndio kwenye hizi timu, kwenye michuano ya kimataifa ya klabu, lakini sio kwa kiasi kubwa hicho. Tunawaona wachezaji wengi wa kigeni wanaokuja ndio wanakuwa na mchango mkubwa. Na mfano tunao wazi, leo hii Simba msimu huu kacheza fainali ya kombe la shirikisho. Ndio. Lakini anaimbwa mpanzu, si ndio? Leo hii ukienda Young Africans ni Pakome. Lazima tufike wakati tukubali kwamba hawa wachezaji wa kigeni wanazibeba sana hizo timu za Simba na Yanga. Tunakubali wanawalipa mishahara mikubwa na nini, lakini huo ndio uhalisia. Sasa kama tunawapoteza hawa wachezaji kwa sasa, ndio. Je, tayari tuko na hizo resources za kutosha? Tunao hao wachezaji wazawa ambao bila hata wachezaji wa kimataifa wana uwezo wa kuzisaidia hizi Simba na Yanga? Jibu ni hapana, hatujafika huko. Kwa hiyo tunahitaji kuwa nao. Sasa ili kuendelea kuwa nao lazima tuonyeshe kwamba mazingira wanaofanyia kazi ni mazingira rafiki. Ili waendelee kubaki kuzichezea Simba na Yanga. Vinginevyo tunaweza tukapoteza wachezaji wakubwa wazuri kwa sababu tu wanaona ligi yetu ni ujanja. Sasa hivi tunaingia kwenye dirisha kubwa la usajili. Haya yanayoendelea, mchezaji aliyoko nje ya Tanzania ndio amepata ofa kuja kucheza Simba au Yanga. Anasikia maisha aliyoko hapa ya mpira kati ya mamlaka na klabu. Huoni kama yanamtengenezea mashaka? Aone huko ninakokwenda kumbe inawezekana. Timu ni mbili tu zinazocheza ligi. Yaani timu mbili tu ndo zinashindania ligi. Na sio tu zinashindania ligi, ndio timu zenye nguvu zina uwezo wa kuyumbisha mpira wenyewe. Na kama mpira wenyewe utayumba, karia yangu mimi iko mashakani. Mimi nataka kutengeneza profile ili nionekane na watu wengine. Kwa hiyo hili jambo la Yanga na TFF na bodi ya ligi tunaweza tunaliona dogo sasa hivi kwa sababu linahusisha klabu na mamlaka. Klabu moja na mamlaka. Ndio. Lakini tukija kuliweka kwenye picha kubwa, unaona linaweza likatengeneza athari kubwa sasa hivi ama baadaye. Sawa, Abdul Ghaffari Ali anafungua hivyo kuhusiana na sakata ambalo linaendelea hivi sasa
na nilimuuliza makusudi tu kuweza kupata kile ambacho anakitazama mpaka hivi sasa kuhusiana na soka la Tanzania kiujumla, lakini barua zote mbili kutoka TFF wakijibu kile ambacho Yanga walikizungumza. Mdhamini pia kutoka sema ya mdhamini imeingia hapa kwenye hii ya TFF. Okay. Kwa hiyo tuiache nayo. Tuje kwa upande wa Chisano. Nini maoni yako kwanza kuhusiana na hili sakata la mtupiano wa taarifa ambazo zinaonekana shirikisho na Young Africans mpaka hivi sasa hakuna mawasiliano ya moja kwa moja kwa maana ya taasisi kwa taasisi, zile tunaita barua za ndani kwa ndani, taasisi kwa taasisi kuweza kujibizana. Inaonyesha hapa hakuna mawasiliano yoyote kati ya Young Africans na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Hapana. TFF walijokifanya walifanya maamuzi sahihi. Kwa mfano baada ya Likamo kusema hadharani kwamba wanaidai TFF pesa zao, lile jambo ukiangalia kwenye taswira nyingine haitengenezi picha nzuri kwa TFF. Kwa hiyo wao kama taasisi lazima watoke nje wa clarify situation, na umeona clarification yao ilikuwa nzuri kwamba kuna madeni na nini na nini. Ndiyo. Lakini Young Africans pia wakaja wakajibu wakasema madeni kwanza hawajaandikishana, si ndio? Havijawa vitu documented. Ndio maana nikasema huu ni muda wa TFF na Yanga kutoa official documents ambazo zinaonyesha makubaliano hayo ambayo TFF wameyasema kwamba walikubaliana na Yanga wakate pesa za Yanga za ushindi, wayaonyesha ilikuwa documented. Kwa sababu Young Africans kama wamefika sasa hivi wanadai pesa zao, unawaambia tuliwakata kwenye madeni tena kwa makubaliano, wao wakikwambia hatujakubaliana, hiyo ni kesi. Mnatakiwa lazima muwe na nyaraka zinazoonyesha vitu vilikuwa documented. Kama havikuwa documented, yani unapata wapi mandate ya kuninyima mimi pesa zangu za ubingwa? Kwa hiyo jambo halikuweza kuishia kwenye barua za ndani, walishindwa kufanya communication za ndani kwa sababu Yanga wenyewe ndo walianzisha kivumbi kwamba kwenye press conference afisa habari wa Young Africans kasema wanadai pesa. TFF katika kuilinda taasisi yao picha yake isaribike, ili wabidi na wao watoke vile vile waje na press release kwamba bwana, au waje na public notice, bwana sisi tunawadai Young Africans pesa hivyo na hivyo na hivyo, ili walazimu wafanye hivyo. Hapo TFF si walaumu. Lakini Young Africans wamerudi kusema hapakuwa na makubaliano yoyote. Hapo TFF ndo ninawaona wana shida sasa. Kama mwenzao anasema hajakubaliana nao, wao ili tuwaamini TFF wanapaswa kuja na documents zikionyesha makubaliano ya wao na Yanga kukatana pesa. Tena makubaliano sio kwa maana ya mkataba, barua tu ya Young Africans iliyowaambia kwamba TFF tunaomba mtukate pesa zetu kwa ajili ya matumizi kadha wa kadha. TFF haitoa hiyo barua, imesambaa mtandaoni, lakini watu hawatujui kama ni kweli ni yenyewe ama ya kupikwa imetengenezwa. TFF ndio wana uwezo wa kuja hadharani au kwa kupitia mitandao ya kijamii wakatoa press release ya kuthibitisha ama kukanusha kuhusiana na ile barua ambayo inasambaa ni ya makubaliano yao wao na Yanga. Je, makubaliano yalikuwa ya kweli? Kama ni kweli lazima yana vielelezo. Otherwise Yanga atamshinda kesi hiyo TFF. Na TFF ili amshinde Yanga lazima aonyeshe documents kwamba nilikubaliana naye, tena aliniandikia barua ni mkate pesa zake ambazo anadaiwa. Kwa hiyo kesi inakuwa sio issue kwa sababu tayari tuna reference, tayari tuna evidences, tuna reference, tayari tuna ushahidi. Lakini inapokuja swala la huyu anasema nilikubaliana naye nitamkata, huyu anayekatwa pesa anasema mimi sijakubaliana naye popote, maana yake hapa kuna shida, na ili tuiondoe hiyo shida lazima tuje na vielelezo, tuwe na ushahidi wa kuonyesha kweli kwa kuna makubaliano. Huyu akishindwa kuonyesha kweli kwa kuna makubaliano, maana yake huyu Young Africans kashinda hiyo kesi. Lakini kama inatokea kuna vielelezo, TFF wanajiamini wanavyo, TFF watoe wamnyoe Yanga. Yani mbona inawezekana? Kwa sababu si wamethibitisha kweli walikuwa wanawadai. Ndio. Lakini TFF asipothibitisha madeni yake kwa Yanga, basi Yanga wataendelea kwa kifua mbele
ndo wanaendelea na msemo wao daima mbele nyuma mwiko. Bwana, kwangu mimi ndio naamini Yanga na TFF kuna mgogoro. Yaani haya yanayokuja kwa sasa ni ziada tu. Lakini kuna mgogoro mkubwa ambao hauzungumzwi, ambao unaendelea kati yao, ambao unaendelea kati ya Yanga na TFF.